agano la kale, naika katika agano la kale, na katika agano jipya. Sote tunataka tujue the way ya kutumia haya mafuta na itakuwa ni baraka kwa jina la Yesu Kristo. Ilikuwa Jumapili iliyopita ilikuwa nianze kufundisha so that leo itakuwa easy, lakini kwa sababu unakuta kwamba nina combine at once. Lakini next Sunday nita make sure kwamba nimemaliza. Sema amina. Amen. Number 1. Yalitumika kwa ajili ya kuweka wakfu vitu. Yalitumika kwa ajili ya kuweka wakfu vitu. Vitu vyote vilivyo katika nyumba yako vinahitaji kuweka katika wakfu. Watoto wako wanahitaji kuweka katika wakfu. Biashara zako zinahitaji kuweka katika wakfu. Ndoa yako inahitaji kuwekwa katika wakfu. Sote chochote ambacho ulicho nacho kinahitaji kuwekwa katika wakfu, ili sote kinapowekwa katika wakfu kinakuwa kitakatifu. Na kile chochote kinachokuwa kitakatifu hakikombolewi. Ninashangaa sana sometimes unakuta kwamba wamama wanafurahianga ndoa, lakini hawaweki ndoa zao kwa wakfu. That's why ndoa zinakula kona, zinaibiwa, na mipango ya kando na mizimu. Unafanya harusi unamaliza na kuambia nenda honeymoon. Baada ya kutoka kuambia umemaliza harusi, kimbia katika mlima wa Mungu uombe ndoa yako. Ndio inatoka huko unaanza mashida, magonjwa, madeni, nini zinaanza kukuandama. Kwa sababu hatukuiweka ndoa katika wakfu, tuliweka katika honeymoon. Sema amina. Amen. Hapo nimekuja vizuri sasa. Huko ndio mlikuwa mnataka sio? Hapo kwa mafuta sio? Nasikia sana. Haleluya. So tunahitaji kwamba wakati ambapo unaweka ndoa yako katika wakfu, ndio wewe kuambia hiyo kitanda inahitaji kuanointiwa kwa sababu ni madhabahu, hiyo ni altars. Na kwa sababu ni altar inahitaji kwamba ku remain holy of holy. Haleluya. Na pasipo ku remain holy ndio wewe unakuta kwamba mapepo itacheza ndani. Pastor leo hii ni kali. Sasa nafanya mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Hii anointing oil nimesema ya kwamba unatumia watoto. Hao watoto wanapoenda shuleni wanakutana na wenzao, na kuna wengine unakuta kwamba kama Alex alikuwa mwalimu anaelewa. Unakuta kwamba kuna mzazi amejitolea kununulia watoto wake peremende ndio kae watoto wa wenzake. Akifika shuleni na upi kitu. Amepewa peremende, si wanapele kujanga nazo. Akishapewa peremende ameenda. Na kuna wengine wakati amelala kunakuja usiku kitu inakuja hivi, nguvu za giza wanachukua nguvu za mtoto ama wanachukua roho ya mtoto wanaenda nayo na kuachia box. Mtoto asikii, mtoto aelewi, mtoto aambiliki. Bwana Yesu asifiwe. So anointing oil inakupatia fursa muhimu sana ya kumake sure kwamba mtoto wako anakuwa mtakatifu na anakaa katika matunzo yaliyo sawa. Exodus chapter 30 verse 26, tafadhali mbio kwa sababu ya masaa, na hata kama nitawapatia vitu vitatu vinatosha. Next Sunday nitakuwa naendelea. So tukicha mapema itakuwa bora zaidi. Kutoka 30:26. Nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo. Mutapata hema ya kukutania haya mafuta. Hema ya kukutania kipindi ambapo mmekutana nyinyi wote nyumbani kama familia. Mnaomba pamoja. Mna make sure kwamba ile ndio nyumba ambapo mnakutania, hiyo ndio hema yenu ambayo inawakusanya nyinyi wote. Mna make sure kwamba mnaianoint so that ina remain ikiwa takatifu. Hakuna nguvu za giza zinazoingia katika hema yetu. Na hilo sanduku la ushuhuda. Na ile sanduku la ushuhuda, wakati ambapo Mungu amewabarikia na kazi, Mungu amewabarikia na biashara, hiyo ni ushuhuda wenu. Inahitaji kuwa anointed so that ikaweze kudumu, kubeba nguvu za Roho Mtakatifu na uwepo wa Mungu. Haleluya. Amen. Umenielewa? Ndio. Umeanza kuelewa kazi ya anointing oil? Si ile tunakuja kanisani tunamiminiwa tu kichwa alafu tunaenda nyumbani peke yake. Inahitaji kuibeba. Kama kuna kitu hakifai kukosekana katika nyumba yako, ni anointing oil ambayo imeombewa so that nguvu ambazo Mungu ameachilia. Mungu hakuambia kila mmoja nunua anointing oil so that tukaweze kuitumia, no. Alimwambia Musa, nenda ukapake Haruni na wanawe mafuta so that hao watu wanakuwa watakatifu. Na kitu chochote ambacho kinakachowekwa katika wakfu kinakuwa kitakatifu kwa Bwana. Shetani hana ruhusa ya kukomboa. Shetani hana ruhusa ya kupingana na nyinyi, mnakuwa salama kwa jina la Yesu. Sema amina. Amen. Number 2. Yalitumika kwa ajili ya kuweka watu wakfu. Mafuta yalitumika kwa ajili ya kuweka watu wakfu. Exodus chapter 30 verse 30. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakaza ili walitumikie katika kazi ya ukuhani. Utawatia Haruni na wanao mafuta walitumikie katika kazi ya ukuhani. Mtu wa Mungu, wakati ambapo mko katika nyumba yenu
yenu ili ibada ikaweze kukua katika nyumba yenu, ukaweze kumtumikia Bwana katika nyumba yenu. Mnahitaji mafuta ndipo ibada ikawe katika hiyo nyumba. Wakati ibada inakosekana, unakuta ya kwamba hamjatiwa mafuta, ndio tatizo. Ibada huwa zinapika watu chenga. Lakini wakati ambapo sisi wote tumeanoint nyumba zetu, mafuta tumeanoint watoto wetu, tunapoenda katika ibada, ibada inakuwa katika mahali, katika nyumba zetu, na kila kitu chetu kinakuwa salama. Sema amina kwa jina la Yesu. Psalms chapter 103 verse 1 na 3. Zaburi 133. Ndio kidogo. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Hamoni ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Unasikia? Inapendeza mandugu wakikaa pamoja. Ukiona katika boma yenu mandugu wakae pamoja, ni kwa sababu hakuna mafuta. Maana inasema ya kwamba ni kama mafuta ishukayo kutoka katika kichwa cha Haruni ikiteremka kwa ndevu. Inapoteremka inashuka chini. For example, leo hii mimi Pastor Chris hapa ni mtumishi wenu. Mafuta yanapotoka ndani yangu, kuna mahali ambapo siwezi fika kwa nyumba yenu. So that ninaombea haya mafuta ninaachilia, inashuka katika maboma zenu, inashuka katika nyumba zenu. So that inakuwa nyumba zinakuwa na amani, zinakuwa na uwepo, zinakuwa na nguvu za Mungu, zinakuwa na ukombozi. So that wakati ambapo tunainuka unakuta kwamba tutakuwa katika anga moja, tunatumika katika heshima na kutumikia Mungu. Na tunaitisha mandugu zetu wapendane, familia zipendane, watoto wenye tunawalea wanakaa kwa umoja, si watoto ambao umewachwa na rudi kusikia kesi. No, kwa sababu ya mafuta. Hello? Kuna mtu ananielewa? First Samuel chapter 16 verse 13. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13. Yeah. Ndipo Samueli akatua dende lenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka, akaenda zake Rama. Roho wa Bwana, ndipo Samueli akainuka akachukua mafuta kwa ajili ya kumwanointi Daudi katikati ya mandugu zake. Wakati ambapo unapata neema ya kuanointiwa ama unapata neema ya mafuta, kuna roho ambayo inatumika ndani yako, itatoka na itaanza kutumika ndani yao. Kuna nguvu za Mungu zitakushukia, utaanza kutumika katika level ambayo si ya kawaida. Ndio dadi swali unakuta kwamba kuna kipawa ambacho unakuta kwamba Mungu hakulituma kule. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anataka so that kikaweza kuingia. Ninapokishika katika mkono, Mungu ameweka vipawa ndani yangu, ameweka karama ndani yangu, so that inapoingia katika ile vitu, vipawa vyote Mungu amenipa vinakaa ndani yake, so that zinaanza kupigana ndani yako, zinaanza kuachilia revival ndani ya maisha yako, zinaachilia uvuvio, unaanza kuwa fire. Amina. Hello. Unaanza kuwa Fire. Kama mnanielewa, lakini mnanielewa? Tumaliza hapa, tuendelee kidogo. Number 3. Mafuta yalikuwa kama dawa. Yalikuwa kama dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa. Haya mafuta ninapokupatia leo hii, kuna mtu kwa nyumba yake kumeshinda roho ya magonjwa kila mara, kumeshinda vitu kila mara. Ninapokupatia, sikupatii mafuta, ninakupatia uponyaji. So that ninapoenda katika nyumba yako, inaenda kuachilia uzima. Roho ya magonjwa iliyokaa kwa nyumba yako. Unaweza kuja kanisani, mtumishi anakuombea na roho inaenda inakaa nyumbani na kusubiria. So that leo hii uzima inaenda kwa nyumba yako. Hiyo roho haitakaa kwa nyumba yako ya magonjwa, kwa sababu tumetangaza uzima kwa hiyo nyumba, itapatikana kwa jina la Yesu. Amen. Sasa kuna mtu anasema pastor, wewe ndio unifundisha mimi siku moja eti wewe itakuaje? Utajua mwenyewe. Ndio wageni tu wananiuliza sasa pastor itakuaje. Lakini wenye niliwatangazia mapema, sema mapema. Ndio ilikuwa mwezi wa 3 hivi. Nikiwaambia watu kwamba Mungu ameniambia kwamba ndipo watoto warudi shule, lazima tunafikia kwamba tunaamini panambo na kila kitu yetu. Wakapuuza. Tena wale watu wanapuuzanga, ndio wale watu wanatumika nafasi. Na mimi naulizi wakati utanyongwa hivyo hivyo, utakapata hivyo hivyo. Sema amina. Na ukinikaribia na kuhepa. Ukinikaribia na kuhepa. Sikai na wewe.
ushika adabu yako. Haleluya. Uulize stari nyongwa, mbona hakununua? Mbona alinunua? Ambia ndio. Anabi moyo. Hapo na siku sasa. Sema nje. Haleluya. Kama ujawahi nyongwa, ukinyongwa ndio unajua. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Mafuta ni kama acha nikuonyeshe vile nadibu. Sema wacha uonyeshe. Second Chronicles chapter 28 verse 15. Kama unaandika andika kabisa hivi usome haraka haraka. Mark chapter 6 verse 13. Alafu the last one James chapter 5 verse 4. Pasta na Kiswahili sasa. Mambo ya Nyakati wa Pili 28:15. Marko 6:13. Yakobo 5:14. Soma maandiko. Mambo ya Wakati ile mstari wa 28 mstari wa 15. Ndiko linasema wakaondoka wale watu waliotajwa majina yao. Wakaondoka wale watu waliotajwa nini? Majina yao. Wakaenda wapi? Wakawatua wafungwa. Wakawafika kwa zile nyara wote wao waliokuwa uchi. Wakawapa mavazi ya viatu na viatu. Wakawalisha, wakawanywesha, wakawatia mafuta. Wakawapandisha waliokuwa dhaifu miongoni mwao juu ya punda, wakawaleta Yeriko, mji wa mitende, kwa ndugu zao, kisha wakarudi Samaria. Haleluya. Amen. Yaani baada ya kukuwa wadhaifu, wakawachukua, wakawalisha, wakawanywesha. Imagine the way vile ninapokulisha neno la Mungu, ninapokuhubiria neno la Mungu, unahitaji na mafuta so that ukaweze kutokelezea. Ili so that waliokuwa dhaifu wanapata nafasi ya kusimama, waliokuwa chini wanapata nafasi ya kuinuliwa, waliokuwa wanyonge zaidi, wao ndio wanapewa uwezo ya kusimama na kuendelea. So anointing oil ni muhimu sana katika maisha ya watu. Nimekulisha neno, nimekunywesha meza ya Bwana na mwili wa damu ya Yesu. Unahitaji kupaka mafuta ndani zake sura yako kang'are. Sema kamelemete. Kuna wengine mnapaka mafuta lakini bado mmeparara. Mnahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Andiko wengine. Baadaye mnaelewa lakini. Nani ambaye haelewi? Sisi wote tunaelewa. Tunataka kuuliza swali tu sahihi. Niambie uelewa wapi. Marko 6:13 tuendelee. Wakatoa pepo wengi. Baada ya kutoa haya mapepo bingi yenye tunatoanga hapo. Wakawapaka mafuta watu wengi waliokuwa. Mimi shindo kwa jina la Yesu Kristo upate neema ya kusoma maneno na kuflow. Hiyo roho ambayo inakutinga hiyo mimi sitaki hapa. Haya. Wakatoa pepo wengi. Wakawapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa. Wakawatoa mapepo mingi na wakawapaka mafuta wale watu waliokuwa wagonjwa. Wakawaposa. Wakapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wachaje niwaambie baada ya kutoa haya mapepo, nisipowapaka mafuta bado mtakuwa tuna mapepo na magonjwa hivi. Sio lazima hatua ya mwisho ni mafuta, alafu unaenda na sherekea ushindi. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie mwenzako get revelation. Ukikaa kwa kanisa ya ufunuo unapata ufunuo. Na ufunuo inakupepa. Sema amina. Lakini unaenda kanisani Jumapili, ndakana mchange pesa ya kufanya hii. Sijui pesa ya kufanya hii. Hii mix inaharibika. Hii sijui nimebaki. Wali kanisa tulienda nje ni pende. Kutoa si mbaya, lakini hadithi tufundishwe nini? Kitabu ni Yakobo 5 mstari wa 4. Angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu. Angalieni ujira wa wakulima, watu wanavuna mashamba yenu. Wanawapika na magonjwa na wanavuna uzima kwa mashamba yenu. Wanawapika na mauti wanachukua mashamba yenu ambayo inatakana mfurahie. Mimi hata nimekasirika. Hadi mtu anavuna mashamba. Mtu anavuna kwa mashamba. Mtu anavuna kwa mashamba. Na nyinyi mko wapi? Unaenda kanisa? Kila Jumapili mko kanisa? Lakini kuna watu wanavuna kwa ndoa, kwa familia, kazini. Tuendelee. Ninyi mliozuia kwa hila
Nyinyi mliosuiliwa kwa hila. Unapiga kelele. Unapiga kelele. Na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Unasikia vilio vyao vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Wakati ambapo tunapiga nduru na tuko na mafuta tumepakwa, tuko na anointing oil, vilio vyetu vinaingia kwa masikioni ya Bwana. Bwana hawezi wapa amani katika malango ambayo wako, katika ngoma ambayo wako. Lazima watapike vile ambavyo walivuna. Na lazima warekeshe mafuta yetu. Yes. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Na itimie kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hello. Umalizie basi. Hapo ushafika zote umemaliza. Ushamalizia James kweli. Sasa sinilete mambo mawili matatu tumalize ibada yetu, tutaendelea sana. Wacha ukikula sana sidi tutashiba. Na sidi tutajua. Ndio kweli. Ndio kweli. Kiasi your best. Sasa number 1. Umuhimu kuhusu kupaka mafuta. Sasa kuna zingine hapo utakuta mtandacho utakuwa unajisomea nyumbani. Sisome. Ambia mwenzako asome. Ambia amechamwa asome. Mshamaliza. Umuhimu kuhusu kupaka mafuta. Number 1, uponyaji na maombi. Uponyaji na maombi ya imani. Yaani tunapokuwa tunaomba maombi ya imani kwa uponyaji tunapona. Tunakuta kwamba katika ile ukisoma kitabu cha Yakobo 5:14-15 nasema mtu wa kwenda akiwa hawezi na wazee wa kanisa wainuke na maombi na wampake mafuta atakombolewa. Sema amina. Ya utasoma. Nimekwambia kwa zingine sasa utasoma, utakuwa unafanya revision home. Haleluya. Hiyo iko sawa? Number 2, weka wakfu na uteuzi. Weka wakfu na uteuzi wa watu ambao kutumikia Mungu. Unaweka wakfu na katika ile nitakana uelewe ya kwamba kitu chochote ambacho kimewekwa wakfu ukijaribu tu kukichukua kinaleta madhara kwako nyumbani. Ndio that is why people wanahimiza watu usikutane na kitu kwa barabara unanunua unapeleka kwa vitu vyako nyumbani. Kitu cha wizi kiwekwa wakfu kanisani, kiwekwa wakfu kwa mizimu unapeleka kwako nyumbani, kinaleta hasara. Haleluya. Utakikuta katika kitabu cha Yoshua chapter 7:1 unakuta ile andiko liko mahali pale, kitu chochote kilichowekwa wakfu hakikombolewi na hakisazwi na hakichukuliwi kwa jina la Yesu Kristo. Lakini katika ile andiko ya uteuzi utakuta katika kitabu cha Exodus chapter 37:29 utakuta mahali pale. Alafu namba 3 na ni ya mwisho kwa sababu tunatenga muda kwa sababu ya Jumapili inayokuja. Tutakuomba Mungu ya kwamba atuwezeshe ili tukaweze kufikia katika vitu mbalimbali. 3 na 4 ambayo inamalizia mahali pale. Ishara ya Roho Mtakatifu. Unakuta kwamba Roho Mtakatifu anashuka na Roho Mtakatifu anaposhuka anabeba maombi yako na anakuhudumia. Katika Romans chapter 8:26 unakuta kwamba mafuta iko katika ishara ya Roho Mtakatifu. Sote tunakuta kwamba unakuwa na upendo. Roho Mtakatifu anabeba maombi yako. Roho Mtakatifu anakuelekeza, anakuinua na anakufanya kuwa baraka kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa njia nyingine ya aina ambayo ni ya mwisho, baraka ya nyumbani. Wakati ambapo hizi mafuta zinakuja zinaleta baraka nyumbani. Wakati ambapo mafuta ya upako imekaa katika nyumba yako, kwa malango yako, inaachilia baraka katika nyumba yako, inaachilia baraka katika vizazi, inaachilia baraka katika jamii yako, na sisi wote tunakuwa ni wenye kubarikiwa na wenye kuinuliwa katika jina la